Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila na shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu alionipa uhai. Lakini mshukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye aliongoza vikao vikubwa na jina langu likawa miongoni mwa wagombea, na mwishowe ni washukuru wapiga kura wa jimbo la Tandahimba kwa kunirejesha tena kwa kipindi cha 3. Mungu awabariki sana wana Tandahimba. Mheshimiwa Mwenyekiti, nayo mambo ya kuizungumza kwenye bajeti hii ya wizara hii ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jambo la barabara, mimi napongezwa sana, nafurahi sana kazi inayofanywa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Anafanya kazi kubwa sana sana, na nilitamani wakati anafanya ziara yake basi angepata ziara moja ya mkoa wa Mtwara, haswa kipindi hiki cha masika. Sisi tunayo barabara ambayo fedha zake zimetoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, maana yake fedha ambazo hazina mashaka. Tunaye mkandarasi anayetengeneza barabara ya kutoka Mtwara, Nivata, Tandahimba na Nyamba mpaka Masasi. Barabara hii kama Mheshimiwa Waziri Mkuu angefika kipindi hiki cha masika, nadhani kuna hatua zingechukuliwa na serikali. Mkandarasi huyu amekuwa mtu ambaye haonyeshi dhamira njema ya kuwafanya watu wa Tandahimba, watu wa Nanyamba, watu wa Newala mpaka Masasi kupita kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutoka Mnivata kwenda Tandahimba ni kilomita 46. Lakini leo ilikinyesha mvua una uwezo wa kutembea masaa 3. Bahati mbaya sana mkandarasi huyu tumeingia naye mkataba na mwezi wa 10 mwaka huu ilitakiwa akabidhi barabara ile. Kwa matamanio yangu Waziri Mkuu, kama itakupendeza na kama utapata nafasi, tuende Mtwara uone namna unavyoweza kutusaidia watu wa Mtwara ili barabara hii iweze kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao sisi mradi wa maji wa Makonde. Mradi ambao mpaka sasa umekamilika kwa 32%. Ninayo mashaka makubwa ya mradi huu kutokamilika kwa wakati. Sasa kwa sababu tuko kwenye budget na lenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu sio jambo dogo, mradi wa maji wa Makonde unakwenda kuwasaidia wananchi zaidi ya milioni 1 wa mkoa wa Mtwara. Ni mradi ambao kama mtaweka macho, tunakwenda kuzungumza tatizo la maji likiwa limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kama utapata fursa kuja kwenye mradi wa barabara, nadhani miongoni mwa kero kubwa utakazosikia mkoa wa Mtwara ni ujenzi wa barabara na mradi wa maji wa Makonde. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye hoja ya fedha ya mfuko wa vijana, ile bilioni 200 ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa kwa dhamira njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile fedha imeenda wizara tofauti. Dhamira ni njema. Lakini kwa sababu tunayo wizara yenye dhamana ya vijana na ina full instrument, nilikuwa nadhani ni busara fedha ile ingesimamiwa na wizara ya vijana yenyewe. Na kwa sababu fedha yenyewe inaeleweka ni bilioni 200 na tunazo wilaya hapa zaidi ya 180 na lingekuwa jambo la busara tu serikali ikasema kwenye hizi fedha za vijana basi kila wilaya iende bilioni 1 na fedha kidogo ili kila wilaya iguswe. Otherwise kuna watu watalalamika fedha iliyoenda kwenye mifugo inaweza ikawa nyingi, wakati tuna sera ya viwanda ambayo kila wilaya watajenga viwanda. Kama fedha ingeenda kwenye wizara ya vijana, tafsiri yake ingewagusa vijana moja kwa moja maeneo yalipo, na lingekuwa jambo jepesi sana. Tunao wakuu wa wilaya wazuri, tunao wakurugenzi wazuri, lakini tunao maafisa vijana kila wilaya. Ushauri wangu, kwa sababu michakato bado inaendelea, serikali ione kama kuna uwezekano fedha hii irejeshwe kwenye wizara ya vijana, ili waziri mwenye dhamana na katibu mkuu wa wizara ya vijana awe na nguvu ya kuisimamia fedha hii kuhakikisha kwamba imewafikia vijana wenyewe kwa uzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzangu wamezungumza hapa. TAMISEMI ni katika wizara ambazo zinagusa uti wa mgongo wa taifa letu. Mimi ukiniuliza bajeti tuliokuwa nayo, ningetamani kabisa tuongeze fedha kwenye wizara hii ya TAMISEMI ili sisi wakulima wa korosho, wakulima wa miwa, wakulima wa mbazi, wakulima wa choroko, na taifa hili 76% Mheshimiwa Mwenyekiti ni wakulima. Mabarabara yetu vijijini ni mabovu kuliko unavyofikiria. Leo ukienda mvua zinavyonyesha kwenye taifa hili,
Hali za barabara za vijijini ni mbaya sana. Kama wabunge watakubaliana nami, twende tuongeze fedha kwenye wizara ya TAMISEMI, hususan kwenye TARURA, kwa sababu ndo wanalisha Watanzania tuliokuwa nao. Leo ukienda kwenye jimbo langu la Tandaimba, barabara zake haziko sawasawa kabisa, na tunazo barabara ambazo ndo zinatoa korosho vijijini kupeleka mijini. Gharama zinapanda bei kwa sababu barabara mbovu. Wenye magari wanataka gharama kubwa kwa sababu wanatengeneza vipuri kila uchao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama wabunge wenzangu mtaridhia, tuone namna ya kuongeza bajeti kwenye wizara hii ya TAMISEMI ili wapeleke fedha za TARURA tukatengeneze barabara zetu vijijini kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukibaki hapo TAMISEMI, wenzangu wamezungumza vizuri. Swala la waheshimiwa madiwani, fedha wanaopewa waheshimiwa madiwani haikidhi mahitaji ya Tanzania ya leo. Kumpa posho diwani ya Laki3.5 sio sawa sawa. Sasa kwa sababu waziri mkuu, wizara hii iko chini yako, uone namna ya kuongeza posho ya madiwani. Lakini kama serikali itawapendeza, madiwani wanafanya kazi kubwa, sisi tukiwa bungeni hapa, wapate vipando, japo pikipiki, kila diwani apate pikipiki ya kufanyia kazi kwenye eneo lake, na jambo hili linawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri mkuu, ukisema zipo halmashauri ambazo zina fedha, ni kutoa maelekezo tu, wakurugenzi wanunue pikipiki, madiwani wapewe vitendea kazi, wakimaliza muda wao wataweza kuziacha au zinaweza zikatumika kwa namna nyingine, kwa sababu zitakuwa ni vipando vya serikali. Wenzetu wanafanya kazi kubwa. Kuna kata kama ya kwangu, kata ya Ngunja yenye vijiji 7. Ukienda Mwenyekiti ukaangalia, utoke Mangombya uende Ngunja, utoke Ngunja uende na Mindondi chini au na Mindondi juu, ni zaidi ya kilomita 10-12. Diwani hana pikipiki, anatembeaje? Niombe sana serikali kuona namna wanavyoweza kusaidia wenzetu waheshimiwa madiwani ambao wakati wote ndo wako na wananchi na wanasimama badala yetu kuisemea serikali, ndo wanasimama kutafuta kura za rais, ndo wanasimama kutafuta kura za wabunge, na hawa waweze kuongezewa posho na wenyewe wajione kwamba wako kwenye bezi moja ya kusimamia maendeleo ya wananchi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao wenye viti wa serikali ya vijiji. Mimi nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuchukua mihuri ile. Migogoro ilikuwa mingi, lakini na wenyewe kama serikali itaona inafaa, na wenyewe wanapaswa kupewa posho. Serikali ione namna gani wenye viti wa serikali ya vijiji, kwa sababu wakati wote wanafanya kazi na wanafanya kazi kubwa, inawezekana kuliko hata watumishi wa serikali. Wao ndio wako na wananchi wakati wote. Kuna wakati afisa mtendaji amepata dharura, mwenyekiti wa serikali ya kijiji ndio anasimama pale kutatua matatizo. Lakini migogoro yote ya jamii tunayoizungumza ya usiku na mchana, wenzetu wenye viti ndio wanafanya kazi kubwa. Serikali ione namna ya kuwapa posho waheshimiwa hao wenye viti wa serikali ya mjiji, na wenyewe wafanye kazi zao kwa weledi mkubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa.